Devil Kingdom ya Kanumba. So Dama na Dama, lakini mbona ndani kuna msemo wao. Tulia. Ukiangalia ile movie kwa jicho la kuenjoy utaona ya kawaida. Ile ukiangalia kwa jicho jingine, Waswahili wanasema jicho la tatu. Akavunja panga la yule adui. Mr. Nobody alivunjwa kidole. Aje akamvunja control hapo kwenye tire. Akapiga yani akavunja bastora. Alafu anaendelea kupigana kama vile he's not like a human being. Hi guys. Hi. Welcome to the Popcorn Podcast. Hii ni episode ya pili ya the Popcorn Podcast, na kama ilivyo kawaida kwa waungwana ni kushukuru. Tunashukuru sana kwa wale ambao wamesubscribe kwenye YouTube channel yetu na mmetupa nguvu ya kuweza kuendelea na hii project, kwa sababu bila nyinyi sisi hatuwezi kufanya chochote. Hatufanyi kwa kujifurahisha, tunafanya kwa kuwafurahisha nyinyi, lakini pia sisi tuenjoy na nyinyi pia muweze kuenjoy. Kwa hiyo kama bado hujasubscribe, tafadhali subscribe channel yetu, lakini pia usisahau kushare kwa watu wengine ambao wanapenda movies. Na leo bwana tunazungumzia movie ambayo inaitwa Nobody 2 ambayo imetoka 2025. Ambayo hii movie ili uielewe at least uwe umeangalia Nobody ya kwanza ya mwaka 2021. Yeah, ni movie ambayo ina action, ina comedy, ina drama, ina thriller, ina mauaji, kuna ngumi za kutosha, watu wanavunjwa mpaka vidole. Kwa hiyo kama sio mpenzi wa ngumi nyingi, hii inaweza siwe nzuri kwako. Kama unapenda mambo ya upelelezi na story nyingi kwenda deep, na hii ni action ni mwanzo mwisho. Yaani hii hata kama ni wale wanasemaga kichwa maji, yani unaielewa vizuri. Yaani kadri inavyoanza na inavyoenda unazidi kuelewa na unaenjoy, kwa sababu ni movie ya kuenjoy. Yeah, na Nobody ya mwaka 2021 hii tunamuona kwamba kuna huyu mzee ni family man. Huyu mzee ni alikuwa anafanya kazi zake za kawaida, alikuwa anapenda familia yake, lakini vile vile linapokujwa sala la familia yake, yani hataki masiala. Na tunaona kwamba huyu mzee alivamiwa na vibaka kwenye nyumba yake usiku wakati amelala na mke wake. Sasa kuamka kwenda kuangalia akakuta watu wawili walikuwa wamekuja kuiba. Wakaambia sasa mnaweza mkachukua pesa afu muondoke. Wakachukua pesa kwenye bakuli then wakaondoka. Baadaye kesho tunaona kwamba mtoto wake mmoja yule mzee wa kike akanasema baba sioni bangili yangu. Hapo sasa ndio yule baba alikasika, kumbe wale vibaka walivyokuja walichukua bangili ya mtoto wangu. Kwa kabidi aende akafanya nini? Akawasake. Sasa movie ndio inaanzia hapo sasa. Na wakati anaenda kuwasaka yule dogo alileta fujo, mwisho wa siku ikatokea ugomvi kwenye basi. Katika ile basi alipiga mtoto wa Doni, mwisho wa siku ndo. Yes, lakini story behind ya huyu mzee ni kwamba yeye ni assassin ambaye anafanya mission za kwenda kuua watu. Kwa hiyo ni kind of John Wick movies, kwamba kuna assassin anaenda kuua watu. Kwa hiyo this time around kwenye Nobody 2 anataka kuretire. Yaani anataka kupumzika, aende vacation na familia, kwa sababu mara nyingi huwa hapati muda wa kukaa na familia yake. Lakini ukiangalia kwenye Nobody 1 tulionyeshwa kwamba alichoma hela za Warusi. Ambazo zile hela anatakiwa azilipe. Kwa hiyo inabidi afanye mission ili aweze kupata fedha za kuweza kulipa zile deni, halafu awe huru. Na ni pesa nyingi sana. Na alizichoma moto. Halafu yule ni mtu ambaye hapendi dharau na hapendi uonevu. Kwenye Nobody 2 tunaona kuna yule kiongozi wake akatenda kumuomba off ya vacation. Alimwambia kwamba unataka kwenda mapumziko, wewe tangu lini assassin akapumzika? Lakini kumbuka wewe una deni la Warusi ambao unatakiwa kulilipa. Kwa unavyosema enda mapumziko, ili deni unalilipaje? Kweli. Lakini kuna huko akasema mimi haina shida, inabidi tu nipeleke familia yangu kwenye kijiji kimoja, kuna park ya watoto kwenda kucheza, na mimi na familia yangu na mke wangu tutaenda kuishi kule kwa muda mfupi ili tuweze kuenjoy, kwa sababu sijapata time ya kukaa na familia. Kuna hata ukiangalia mwanzo kuna mchezo uliumisi wa mwanae. Ni kweli. Ni mpira kama sikosei. Yes. Alimisi ule mchezo. Kwa hiyo ni mtu ambaye he is very busy. Lakini this time around anaenda kwenye kijiji ambacho kule kwenye kile kijiji kuna madoni, ambao wale madoni kazi yao ni kuuza dawa za kulevya na kufanya kusafirisha silaha. Kule lakini alikuwa ameenda tu kwa ajili ya vacation. Ameenda kwa ajili ya vacation. Hakujua hivyo vitu. Ameenda kwa ajili ya vacation. So kama hujaiangalia movie, kwa kifupi tu ni kwamba the family man ama Mr. Hutch au Mr. Nobody na familia yake, yeye, mke wake, watoto wawili wa kike na wa kiume, pamoja na baba yake mzazi, wanaamua kwenda vacation, kwenda kuenjoy. Kufika kule kwenye vacation wanakuta kwamba kuna watu ambao wanaoendesha ule mji ambao wao wameenda vacation. Lakini katika wale watu kuna mtoto wa polisi, ambaye yule mtoto wa polisi alikuwa katika michezo, alimpiga bahati mbaya binti wa Mr. Nobody. Yaani walimchokoza mtoto wa Nobody. Wa kiume. Yule wa kiume akawa amepigana nao. Baada ya kuwa amepigana nao, wakati baba yake amekuja kuamlia waondoke, kuna polisi mlinzi wa pale ile paki alimpiga kibao mtoto wa kike. Baba mtu akaona lile tukio. Bwana akaitoa familia yake nje, hapa akaambia nimesahau simu ndani. Kumbe muongo. Kwa wale ambao wameiona Nobody wanajua. Ile tukio lilikuwa linapelekea kwamba tayari kinachofuatia huko ndani ni kisanga. Yaani Nobody, Mr. Nobody hapendi
mwanae aonewe. Na vile vile Mr. Nobody ni mtu ambaye yani familia yake ni kwanza, yani familia yake ndio mbele, afu vitu vingine vinakuja. Na ndio maana hata aliomba break kwamba mimi nishafanya mauaji mengi, sasa nataka kupumzika, kuenjoy na familia yangu. Ndio maana akaenda kuwapa familia yake kwamba kuna vacation, kuna kijiji ambacho baba yangu alikuwa ananipeleka mimi na mdogo wangu, mimi na kaka yake yule. Nataka na nyie twende tukaenjoy, tukamake memories. Ndio maana hata alipokuwa anapigana akaambia mimi just a family man, nimekuja kumake memories na familia yangu. Lakini watu waelewe the story iliyopo kwenye hii movie ni kwamba Mr. Nobody baada ya kuwa amerudi kule kwenye ile park kupigana na wale walinzi wa mle ndani na mabouncer na watoto wa mle ndani. Na aliwapiga. Aliwapiga tu, aliwavunja. Kwa sababu kipigo kilichokuwa mle sio cha kitoto. Alizua taharuki kwa polisi. Sasa unapoenda kwenye mji wa watu alafu ule mji ukajikuta wewe umetengeneza attention ya polisi, maana yake unazuia baadhi ya kazi zisifanyike. Mfano biashara haramu, kuuza dawa za kulevya na vitu vingine vyote vinakuwa vifanyiki kwa sababu unatengeneza attention ya polisi. Unapotengeneza attention ya polisi maana yake umewaingilia wale madoni. Ndio. So wao wakawa wanamtaka Mr. Nobody aondoke pale aende alikotoka. Kwa hiyo kuna vitu, kuna askari wawili, kuna sheriff na kuna kamanda wa jeshi la polisi. Sheriff kwa huku tunaweza tukasema kama ni mkuu wa mkoa, I mean kamanda wa jeshi la polisi wa mkoa, ndio sheriff kwa kule, ambaye anakuwa anaongoza mapolisi wengine. Sasa yule mmoja alikuwa na deni na bibie ambaye ni doni wa lile eneo. Anauza dawa za kulevya. Yule mwenye deni na deni lenyewe ni la baba yake, anatakiwa alilipe familia. Alafu huyu sheriff mwingine yeye alikuwa anafanya kazi direct na doni yule bibie nani anaitwa? Lendina. Bibie Lendina, Mspanyola mmoja hivi. Ana mbwembwe sana yule dada. Anampala. Kuna scene aliingia klabu mle casino kwenye kamari. Kacheza kwanza hajakaribishwa, kafika akaanza kucheza kamari. Kashinda, kamuua yule mtu. Yaani kamchoma kwenye jicho. Mbwembwe tu, yani kutuonyesha kwamba afu mwisho asikuja kufagiza mbele. So unaona kwamba hii cycle yote hawa madoni au mataikuni tunasema kwa lugha nyingine inataka Mr. Nobody aondoke kwa sababu ametengeneza attention na kaipata attention. Lakini kuna matukio ambayo yule polisi kwa sababu ameshindwa kumuondoa Mr. Nobody, sheriff anatumwa kwamba nenda kamuondoe wewe. Lakini yule Mambeye alikuwa ndio mkubwa wao, aliwaambia tu wewe ondoka kwenye mji, yani ondoka kwa amani, ondoka. Lakini yule ambaye anataka kuonekana yeye ndo ana nguvu, akaambia kijana mkamshughulikia, hawezi kuondoka kwa amani kwenye mji wetu. Walikipata cha moto. Akamwambia tu kwamba yule he's just a family guy came for vacation, then walimchukulia hawezi kupigana. Aliahidi familia yake kwamba wanaenda kwenye ile dark boat. Boti ya. Lakini wewe unavyoona pale ni tukio gani ambao yani limekuvutia yani kwenye ile movie? Yani tukio gani ambao ile action yake ilivyofanyika ilikuvutia? To me one of the best scene ambayo nimeipenda ni wakati Mr. Nobody anaingia kwenye ile karakana ya sheriff. Akamkuta mtoto yule polisi amekamatwa. Halafu yeye alikuwa ameenda kunegotiate tu kuambia bwana jamani mimi niache, mimi nimekuja kwa ajili ya vacation, sina lengo baya na nyinyi. Akaja kugundua kuna mtoto katekwa mle ndani, lakini yule mtoto anamkumbuka kwamba mtoto ndo alisababisha fujo kwenye familia yangu pale. Kwa hiyo akaondoka kama vile yeye hataki ugomvi. Ana utu. Alifika nje akona ni mwache yule mtoto mimi mdogo. Kisanga kilichoibuka mle. Lakini yule baba ni ana utu, lakini ndo mkorofi. Yaani mkorofi ukimchokoza. Ila achana na mbali na yani ni mtu ambaye ni ana utu, ana upendo. Yaani ndio maana hata alipata moyo wa kurudi kwenda kumsaidia yule mtoto ambaye alimchokoza mtoto wake kule kwenye kid parts. Lakini pia ni movie ambayo inazungumzia familia kwa sababu ukiangalia Mr. Nobody amemshirikisha babake, kakake mweusi kama mimi, sijui ndugu mkubwa. Anaitwa Harry. Harry mzee wa mapanga. Mimi katika action ambayo niliipenda kwenye ile movie ni pale alipokuwa anapigana na yule msaidizi wa Lendina. Wakati alivyoambiwa kama nenda kailinde familia, alikuwa anapigana na mapanga. Yaani katoa bastola, kabaki tu na panga lake amelipa jina lile. Sio linaitwaje? Akapigana kuna muda akapiga yani akavunja bastola, akavunja panga la yule adui, akaja akamvunja control hapa kwenye taya sio mpaka huko kichwa kikaachana na mwili. Inaonekana unapenda sana movie za ngumi. Sipendi, lakini ile action ilinivutia sana.
Yeah, of course. Na kuna mama Lendina ambaye alikuwa na mbwembwe mwisho anakuja kufa kizembe. Na kitu ambacho kimenikera kwenye movie ni yule mama kufa kizembe vile. Yaani anakufaje kizembe? Yaani kwanza wazao wanapigana yeye ana dance. Yaani kwa jinsi gani alivyokuwa anasalau. Basi mimi nikajua kwamba anajua kupigana, ni anajua ni anapigana hasa. Amekuja kuuliwa na kimshale kimoja cha kwenye jicho. Kweli jamani. Unajua kila movie na mapungufu yake. Kabisa. Ukiachana hata pia na mapungufu, kuna vitu ambavyo ni exaggeration. Yaani hatuiti mapungufu lakini tunasema ni exaggeration kwenye movies. Kwa mfano hii movie kuna unnecessary explosion ambazo hazina maana. kuna sehemu Mr. Nobody alivunjwa kidole, alafu anaendelea kupigana kama vile he's not like a human being. Sure. He's not a superhero. Unajua mimi moja ya kitu ambacho pia kinanikwaza kwenye filamu za design hii kama za kina John Wick, Sisu pamoja na He's Nobody. Ni kwamba wanapigana kama vile ni superhero. Unajua ukizungumzia superhero, Superman, Captain America, sijui kina Winter Soldier, we know they are Superman, superpowers. Lakini mtu unavunjwa kidole. Ni binadamu tu wa kawaida. Alafu kuna muda risasi zilikuwa zinapigwa eti wao wakilenga wanamlenga adui chapo wanamuua. Ila wao wanashambuliwa risasi hawapati. Wanakwepa. Mwishoni yule polisi kuna muda alipigwa risasi, tuli expect labda ile risasi itamuua, lakini eti ka survive. Alafu maadui wakipigwa risasi moja tu wanakufa. Kapiga ya mguu lakini sawa, mbona maadui atuonyeshwa wanapigwa wapi na wanakufa? Nobody ya kwanza waliwekeza dola milioni 16. Alafu wakaja kupata mafanikio ya ile movie box office ilipiga dola milioni 57. So mbaya kidogo, ni faida. That's the reason why wametengeneza tu, kwa sababu wameona imefanikiwa. Unajua kuweka milioni 16, tumezoea kuona movies zinaweka dola milioni 200, 300, lakini kuweka milioni 16 mpaka kuja kupiga kwenye milioni 57 ni nyingi. Lakini rating yake ikaja ikawa ni 7.2. Au ndo maana wakavutiwa wakaona watengeneze na ya pili tena. Yeah, rating ilikuwa 7.4. Lakini this time around kwenye Nobody 2 wameweka milioni 25. Kutoka kwenye milioni 15, 16 mpaka milioni 25. Maana wameongeza mkwanja zaidi. Yeah, wameongeza. Lakini mafanikio yalikuja kupatikana ni milioni 39. So kubwa sana. Haijafikia ile ya kwanza. Hata ratings ni 6.3. Maana unaweza kuona kwamba ile ya kwanza ilikuwa iko juu kuliko hii sasa hivi. Na hata mimi ukiniuliza, Nobody ya kwanza is the best. Was good. Kwa sababu mara nyingi unajua movie yoyote ile ikishatengenezwa halafu kaja ukatoa part 2, mara chache sana part 2 kufanikiwa. Yaani ya kwanza the original one will always be the best. Kuna movie ambazo tunajuaga kwamba ukitolea nyingine zina bust, kwa mfano japokuwa na nyingine zaidi. Japokuwa hii Nobody 2 haichoshi. Ni nzuri, yes. Yani ni nzuri. Yani kisambo cha mtu ukiangalia unaweza ukavutiwa, haichoshi kabisa yani. Alafu Nobody pia ni movie ambayo it's a family movie, yani unaweza kukaa ukaangalia na familia yako na mtu yote na mtoto, ukakaa na baba na mama na ukaienjoy vizuri kabisa. Yes, tukiwa tunaelekea mwisho wa this podcast, mimi nataka nikuulize swali. What is your favorite bongo movie of all time? Bongo movie ambayo mimi ninaipenda, yani ninaipenda, na hata mtu akiniambia bongo movie ambayo unaipenda haraka kwenye upande wa zamani, lakini zamani huko enzi hizo. Kwa nini zamani? Yani kwa sababu ile movie nimeipenda na mpaka sasa hivi bado ipo. Okay. Kuna movie ambayo inaitwa Odama na Adama. Yani hii movie mimi ninaipenda. Ukiachana na mtu sasa hivi sio kama ni hivyo Odama na iko Odama na Adama hivyo. Odama na Adama sijui Galauka sijui nini. Odumba Galauka alikuwa ni inaitwa Odama na Adama, lakini mbona ndani kuna msemo wao. Odumba Galauka, mzee wa Msisi. Kuna salamu yao, usinajua. Walikuwa wanasema Odumba Galauka, kitu kama hicho. Of course ni movie ya zamani ya Jennifer Kiaka. Shout out kwa Jennifer Kiaka kwa kutengeneza movie ambayo ilikuwa na mapacha. Ile kipindi kile kuona movie yenye mapacha ilikuwa ni kitu na ndio maana mimi mpaka sasa hivi naipenda. Tuko na hisi kwanza, kwa mimi nilikuwa nahisi Odama ni mapacha yake na Odama. Hadi mimi nilikuwa najua. Nilipomwona Jennifer Kiaka nikajua kumbe sio mapacha, labda ndio ilikuwa mara ya kwanza kuona mapacha. Ya Kanumba pia ilikuwa na mapacha. Kuna nyingine ya Chekibudi nimeisahau, ambao walikuwa mapacha mara mbili, yani walikuwa wanne. Kulikuwa kuna Chekibudi alikuwa na mpacha wake, lakini pia kulikuwa kuna bidada ambaye alikuwa na pacha yake, ambao kwenye movie walimuaga dada yao. Tukitoka huko kwenye bongo movie turudi huko kwenye hizi movie zetu. Mbona mimi hujasikiza my favorite movie? Okay. Unataka wewe tu wewe vipi bana? Si umetaja hapo. Umesema sijui nini unasema? No, those are not my favorite. Nimesema movies zenye mapacha. My favorite movie of all time ni Devil Kingdom ya Kanumba. Whoever wrote that script, aliandika script ya Devil Kingdom, alikuwa anajua anachokiandika. Nzuri. Yaani ukiangalia ile movie kwa jicho la kuenjoy utaona ya kawaida. Ile ukiangalia kwa jicho jingine, Waswahili wanasemaga jicho la tatu, ina ujumbe mkubwa sana, especially kwa mambo ya dini na mambo ya ushetani.
Devil Kingdom, lakini ni maisha ambayo yanatokea kila siku na mpaka sasa hivi bado yanatokea hayo maisha. Kanumba, shout out kwa Mama Paula Kajala, mama wetu. Yes, waliigiza vizuri sana. It's one of the best movie ya bongo movie. Na ukitoka sasa huko kwenye hizo movies za kibongo, turudi kwenye hizi Nobody 2. Wewe unavyoona Nobody 2, huyo baba, Sisu na John Wick, which one is the best? In term of kupigana, in term of character, yani in term of ngumi, za mule ndani yani. Nobody. If you ask me, kwa sababu nimeziona zote. To be honest, mimi John Wick nilivyoiangalia ile John Wick ya kwanza, nikaangalia John Wick ya pili, zilizofuata ziliniboa. Ulichoka? Nikaona sasa huyu jamaa ni superhero, anaweza kaua watu 200 peke yake. Alafu anatoka damu puani tu au kwenye mkono afu basi. Uongo mwingi. Afu hafi. Lakini Sisu naye kuna kanamna fulani hivi simuelewi, but to me Sisu is the best. Na inatoka Sisu part 2. Tunaisubiri. Revenge. Ile ni hatari, ile ni shetani. Okay, lastly, what is your highlight for today? Kwa siku ya leo, kwanza kuna hiyo trailer ambayo imetoka hivi karibuni. Trailer ambayo inatarajiwa kutoka movie yake Disemba 2025. Hii trailer ni Anaconda. Sio Anaconda ambayo tunaijua sisi wote pamoja na mtazamaji, hapana. Hii ni movie ambayo inaitwa Anaconda ambayo inatarajiwa kutoka 2025 Disemba. Hii movie watu walikuwa wanaigiza, yani kwamba wanataka kutengeneza filamu yao, kwa kabidi wachukue nyoka artificial kawaida tu ambaye ya nini hana madhara, waende naye kwenye sehemu ya kuigiza waigize. Sasa katika kuigiza, yule ambaye alikuwa anaigiza na yule nyoka kwa bahati mbaya akamfanya nini? Akamuua. Sasa alivyomuua, watu washafika mpaka location, wanabidi waigize. Kwa kabidi wafanye nini? Waingie msituni, wakamtafute nyoka mwingine. Mwingine, alafu ndio waigize naye. Sasa kwenda kutafuta huyo nyoka, wakakutana na Anaconda mwenyewe. Mimi kwenye maisha yangu kufanya vitu vyote usiniweke karibu na nyoka. Sasa I don't like snakes. Sasa yule nyoka akaanza kumtafuta, akaanza kuwashambulia. Kwa hiyo movie alikuwa wanaigiza ikageuka kuwa nini? The Real Life. Kwa hiyo movie ni nzuri sana jamani, tuitarajie inatoka 2025 Disemba, ni nzuri. Umenikumbusha movie moja ya kibongo inaitwa Msitu wa Jozani. Unajua siku nimeenda Msitu wa Jozani Zanzibar nilianza kuifikiria ile movie, waliendaga kutembea kwenye ile msitu alafu kuna mtu akapata hallucination. Yani ukiangalia movie anaota ule kwenye Msitu wa Jozani kuna majini na nini. Anyway, tuachane hiyo. Mimi my highlight leo nataka nizungumzie movie moja inaitwa The Pickup. Okay. Hopefully tutaizungumzia hivi soon. Yes, one of the list ya movie ambayo tutazungumzia hapa. The Pickup inamzungumzia bidada ambaye alikuwa babake alikufa akiwa analinda casino. Kulitokea ajali ya moto, alafu alikuwa ni mlinzi. Kwa hiyo akaenda kwenye ile casino, huwa inatokea trigger, milango inajiloki. Ambapo kwenye ile chumba ambacho kinajiloki kuna hela. Kwa hiyo ile kijiloki hata moto hauwezi kuingia. Zile hela zinakuwa safe. Sasa ili madoni waweze kupona wanatakiwa waingie kwenye kile chumba. Kwa hiyo yeye akaenda kujitoa sacrifice ya kuzuia ule mlango ili madoni wote waingie, alafu ndo uachie ule mlango ujiloki. Bahati mbaya moto ulipokuwa mkubwa ule mzee akawa amekufa. Kwa familia ilikwenda kuomba ile fidia, wakamwambia alikufa akiwa kazini na yeye ni mlinzi, kilikuwa kilanga chake kwenda kukaa kwenye ile gate kuzuia, kwa hiyo hamna fidia yoyote. Kwa hiyo mtoto alikuwa na miaka 15, akaweka ile grudge, ile chuki na ile kasino mpaka alivyokuja kuwa mkubwa akasema sasa nataka nije niibe zile fedha ambazo nyinyi mlizilinda, mlikuwa mnazithamini zaidi kuliko uhai wa babangu. It's one of the very good movie, lakini na comedy za kutosha, inaitwa Pick Up. Hopefully next time tutaizungumzia inshallah. Tukipata comment nyingi za wadau tutazungumzia. So this is the end of our podcast. Mimi naitwa Amani Kilaha, Saida Umari, na tumefika mwisho, lakini usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment, kwa sababu hiyo ndio the only way unaweza kutusupport. Na let's meet again for the next video. Ciao. Bye bye. Unataka kusema? Sina. Una hakika? Ndio sina. Bye. Bye bye.